Hujambo na karibu katika taarifa yetu ya habari za jioni ya leo tarehe 28 mwezi wa 4 mwaka 2026. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube, hakikisha una subscribe, una like, una comment, pia una share ili habari endelee kuwafikia walio wengi. Wala unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo unaendelea kuiona hapo kwenye video, kwenye picha, na ukatupatia maoni yako aiza mapendekezo yako. Basi karibu katika taarifa yetu habari ya jioni ya leo, ambapo tutakuletea matukio mbalimbali kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vile vile tutakuunga na habari kutoka pande zote za dunia, yani habari za kimataifa. Karibu katika taarifa yetu ya habari, sauti yetu, habari zako. Tuanze na habari kutoka huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mapigano makali yameripotiwa katika eneo la Pimbo katika jimbo la Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia shambulio lililofanywa na kundi la waasi linalojulikana kama CRP. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani pamoja na mashahidi wa tukio, shambulio hilo lilitokea mapema asubuhi, ambako watu wenye silaha walivamia baadhi ya vijiji vinavyozunguka Pimbo. Inasemekana kuwa shambulio hilo lilizua hofu kubwa miongoni mwa wakazi. Wengi wao walilazimika kukimbia makazi yao wakisaka hifadhi katika baadhi ya maeneo. Baada ya shambulio hilo, vikosi vya usalama pamoja na wanajeshi wa serikali waliingilia kati, jambo lililosababisha kuzuka kwa mapigano makali kati yao na washambuliaji hao. Milio ya risasi nzito na nyepesi ilikuwa ikisikika kwa muda mrefu, hali iliyozidisha taharuki katika eneo hilo. Hadi sasa hakuna takwimu rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya vifo au majeruhi, lakini mashirika ya kiraia yanasema kuna uwezekano wa kuwepo kwa madhara makubwa ya kibinadamu. Pia taarifa zinaonyesha kuwa familia mengi imeachwa bila makazi, huku watoto na wazee wakiwa miongoni mwa waathirika zaidi. Eneo la Ituri limeendelea kukumbwa na hali ya ukosefu wa usalama kwa muda mrefu, ikishuhudia mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa makundi mbalimbali yenye silaha. Hali hii imekuwa ikichangia kuzorota kwa maisha ya wananchi pamoja na kuongezeka kwa idadi ya wakimbizi wa ndani. Mamlaka za serikali bado hazijatoa tamko rasmi kuhusu tukio hili, lakini wanajeshi wanaendelea na operation za kuwasaka washambuliaji na kurejesha hali ya utulivu katika eneo hilo. Wananchi kwa upande wao wanaendelea kutoa wito kwa serikali pamoja na jumuiya ya kimataifa kuongeza juhudi za kulinda raia na kuhakikisha amani inarejea katika maeneo yaliyoathiriwa na vita. Hadi kufikia sasa, hali katika eneo la Pimbo inaelezwa kuwa bado ni ya tahadhari, huku baadhi ya wakazi wakisita kurejea makwao kutokana na hofu ya mashambulizi mapya. Hiyo ndiyo hali halisi iliyo katika eneo la Ituri mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika muktadha wa vita vinavyoendelea kati ya waasi wa M23, tukio la kusikitisha limeripotiwa na kusambaa kupitia video kwenye mitandao ya kijamii. Tukio hilo linaonyesha hali ngumu ya maisha kwa baadhi ya wapiganaji pamoja na athari za ukosefu wa nidhamu ndani ya makundi ya waasi. Kwa mujibu wa taarifa hizo, mpiganaji mmoja wa kundi la M23 anadaiwa kufikia hatua ya kuiba chakula na simu ndani ya mgawa mmoja. Inasemekana kuwa mpiganaji huyo alikuwa na njaa kali na pia hakupokea mishahara yake tangu ajiunge na kundi hilo la waasi. Hali hiyo ya ukosefu wa mahitaji ya msingi inatajwa kuwa miongoni mwa sababu zilizomsukuma kuchukua hatua hiyo ya wizi. Hata hivyo, baada ya kubainika na mmiliki wa mgawa huo, mpiganaji huo alikamatwa na kisha kushambuliwa vikali. Kwa mujibu wa video iliyosambaa, inadaiwa kuwa alipigwa hadi kupoteza maisha. Tukio hili linaibua hisia kali miongoni mwa wananchi na wachambuzi wa masuala ya usalama. Wengi walilaani vikali kitendo hicho cha kikatili. Methali isemayo tumbo lenye njaa halisikii masikio inaonekana kuakisi hali halisi ya tukio hili, ambapo njaa na mazingira magumu vinaweza kumsukuma mtu kufanya maamuzi ya hatari na yasiyo sahihi. Hata hivyo, wachambuzi wanasisitiza kuwa hakuna sababu iliyoweza kuhalalisha mauaji au matumizi ya nguvu
kupita kiasi. Tukio hili linaibua maswali mazito kuhusu hali ya maisha ya wapiganaji ndani ya makundi ya waasi pamoja na nidhamu na uongozi wa vikundi hivyo. Wataalamu wa masuala ya kijeshi na kijamii wanaeleza kuwa ukosefu wa mishahara, chakula na huduma muhimu unaweza kusababisha kuvunjika kwa maadili na kuongezeka kwa vitendo vya uhalifu ndani ya makundi hayo. Kwa upande mwingine, mashirika kutetea haki za kibinadamu yanaendelea kutoa wito wa kufanyika kwa uchunguzi wa kina ili kubaini ukweli wa tukio hili na kuhakikisha kuwa haki inatendeka. Wanasema kuwa hata katika mazingira ya vita, haki ya msingi za kibinadamu vinapaswa kuheshimiwa. Kwa ujumla, tukio hili linaakisi kwa undani athari mbaya za migogoro ya silaha kwa binadamu, ambapo sio tu raia wa kawaida wanaoumia, bali pia hata wale walioko ndani ya makundi ya kivita hukumbwa na mateso na hatimaye kupoteza maisha katika mazingira ya kikatili. Hii ndiyo changamoto nyingine inayoongeza wito wa kupatikana kwa suluhu ya kudumu ya amani katika eneo la Kivu, ili kuokoa maisha ya watu na kurejesha utulivu unaohitajika kwa maendeleo ya kijamii. Katika mkoa wa Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jeshi la taifa limetoa onyo kali dhidi ya kuongezeka kwa harakati za upinzani dhidi ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa unaojulikana kama MONUSCO. Onyo hilo limetolewa katika eneo la Mambasa ambako hivi karibuni kumeshuhudiwa mienendo ya baadhi ya makundi ya wananchi na wanaharakati wanaopinga uwepo wa kikosi hicho cha kulinda amani. Kwa mujibu wa jeshi, harakati hizo zinaweza kuhatarisha usalama wa raia pamoja na juhudi za kurejesha utulivu katika eneo hilo ambalo limeathiriwa kwa muda mrefu na migogoro ya silaha. Maafisa wa jeshi wameeleza kuwa maandamano au vitendo vya uchochezi dhidi ya MONUSCO vinaweza kuvuruga operesheni za pamoja kati ya vikosi vya serikali na walinda amani hao, ambazo zinalenga kupambana na makundi yenye silaha na kulinda raia. Wameonya kuwa hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya yeyote atakayehusika na vitendo vinavyoweza kuleta taharuki au vurugu. Hali ya taharuki imekuwa ikiongezeka katika baadhi ya maeneo ya Ituri ambako sehemu ya wananchi wamekuwa wakilalamikia kile wanachodai kuwa ni kutoridhishwa na ufanisi wa kikosi cha MONUSCO katika kuwalinda dhidi ya mashambulizi ya makundi ya waasi. Malalamiko yao yamekuwa yakijitokeza mara kwa mara, huku baadhi ya maandamano yakigeuka na kuwa ya vurugu. Hata hivyo, viongozi wa kijeshi wanasisitiza kuwa ushirikiano kati ya wananchi, jeshi la taifa na MONUSCO ni muhimu ili kurejesha amani ya kudumu. Wamewataka wananchi kujiepusha na vitendo vya fujo na badala yake kushirikiana na vyombo vya usalama katika kutoa taarifa muhimu zitakazosaidia kudhibiti makundi yenye silaha. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaona kuwa mvutano kati ya wananchi na ujumbe wa Umoja wa Mataifa unaakisi changamoto kubwa ya uaminifu ambayo inahitaji kushughulikiwa kupitia mawasiliano bora, uwajibikaji na matukio yanayoonekana katika ulinzi wa raia. Kwa upande wao, mashirika ya kiraia yanaendelea kutoa wito wa utulivu na mazungumzo ya wazi kati ya pande zote ili kuepusha hali ya vurugu ambayo inaweza kuzorotesha zaidi hali ya usalama katika mkoa wa Ituri. Kwa ujumla, hali inabaki kuwa mbaya katika eneo la Mambasa, huku juhudi za kurejesha amani zikiendelea kukumbana na changamoto mbalimbali. Wito wa msingi unabaki kuwa ni mshikamano, uvumilivu na ushirikiano ili kuhakikisha usalama wa raia na kurejesha utulivu katika eneo hilo. Unasikiliza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi acha nikuunge moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Waziri
wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amekutana na rais wa Urusi Vladimir Putin mjini St. Petersburg ili kujadili mzozo kati ya taifa hilo na Marekani. Bwana Araghchi amemwambia Putin kuwa uhusiano wa Iran na Urusi utaendelea kuimarika, akiuelezea kama ushirikiano wa kimkakati wa kiwango thabiti kabisa. Ziara yake nchini Urusi inafuatia safari zake kwa wapatanishi muhimu ambao ni Pakistan na Omani wikendi iliyopita. Akizungumza kabla ya kukutana na Bwana Putin, Araghchi aliilaumu Washington kwa kushindwa kwa mazungumzo ya amani mapema mwezi huu. Juhudi za Marekani zilisababisha awamu ya awali ya mazungumzo kushindwa kufikia malengo yake licha ya hatua zilizopigwa kutokana na madai yaliyopitiliza na sera zisizo sahihi. Hivyo ilikuwa muhimu kufanya mashauriano na marafiki zetu nchini Pakistan ili kutathmini hali ya hivi karibuni. Tunamshukuru Mungu, ziara hiyo ilikuwa ya matokeo mazuri sana na tulipitia yaliyotokea pamoja na masharti ambayo mazungumzo hayo yangeweza kuendelea. Vyombo vya habari vya Marekani vinaashiria kuwa Iran imewasilisha pendekezo jipya kwa Washington linalolenga hususan suala la kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Mwandishi wa BBC Yolande Nell ana maelezo zaidi. Baada ya kutofaulu kwa mazungumzo yote ya moja kwa moja kati ya Marekani na Iran mjini Islamabad, bado tumeendelea kushuhudia mazungumzo haya ya diplomasia yakiendelea. Lakini kuna ripoti kutoka tovuti ya habari ya Marekani Axios inayosema kwamba pendekezo la hivi karibuni kutoka Iran linazungumzia hasa kufunguliwa tena kwa mlango wa bahari wa Hormuz, likumaliza vita na kuahirisha mazungumzo magumu kuhusu masuala ya nyuklia hadi hapo baadaye. Sasa iwapo hilo litatokea, Marekani itapoteza sehemu ya nguvu yake muhimu ya ushawishi inapokuja kwenye majadiliano ya nyuklia. Na rais wa Marekani Donald Trump akizungumza na Fox News jana alisema kwamba lazima kuwe na hakikisho kutoka kwa Iran kwamba haitatafuta silaha za nyuklia. Tusalie huko Mashariki ya Kati ambapo jeshi la Israel linasema kuwa limeanzisha mashambulizi mapya dhidi ya wapiganaji wa Hezbollah katika sehemu za eneo la Beka na maeneo mengine ya kusini mwa Lebanon licha ya makubaliano ya kusitisha vita yaliyopita. Hatua hii inafuatia mashambulizi ya siku ya Jumapili yaliyosababisha vifo vya watu 14, idadi kubwa zaidi ya watu kufariki tangu kuanza kutekelezwa kwa usitishaji wa mapigano mapema mwezi huu. Rais Joseph Aoun amethibitisha kuhusika kwake katika mazungumzo ya moja kwa moja na Israel, huku akisema kuwa hatakubali makubaliano ya kudhalilisha. Awali kiongozi wa Hezbollah alisema kuwa kundi hilo halitaacha silaha na kutaja mazungumzo na Israel kama dhambi kubwa. Uchunguzi wa kitengo cha BBC Verify umefichua ukubwa wa uharibifu kusini mwa Lebanon kufuatia wiki kadhaa za mapigano kati ya Israel na kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. BBC imezungumza na familia moja ambayo imethibitisha kuharibiwa kwa nyumba yao kupitia picha za satellite katika mojawapo ya vijiji kadhaa vilivyoharibiwa na jeshi la Israel. Taarifa hiyo ni ya Marilyn Thomas ikiwasilishwa na Agnes Penda. Kutoka kwenye jumba lake lililoko juu ya milima, Joe Elias angeweza kuona mbali sana kupita mizaituni yenye thamani ya familia yake. Tulipanda mizaituni mingi sana kando kando mwa nyumba yangu na sehemu nyinginezo ambazo baba yangu na pia babu yangu walipanda. Katika kijiji cha kuuza cha familia yake karibu na mpaka wa Israeli, Joe na mke wake Diana wanakumbuka likizo walizokuwa nazo wakiwa na wana wao 6. Nyakati za mlo mezani na kufurahia mazao mazuri. Kisha Israel ikiharibu nyumba yao na karibu 33% ya majengo katika eneo kuu la makazi ya kijiji kati ya tarehe 3 Machi na tarehe 16 Aprili. Mimi na mke wangu tulighadhabishwa sana. Ni janga kubwa kwetu sote, sio tu familia yangu, bali kila familia inayoishi katika huo mji. Ni janga. Kwa sasa anaishi mashariki mwa Beirut na familia yake iliwasiliana na BBC Verify kufuatia matangazo yetu kuhusu Israel kuharibu angalau vijiji 12 na miji kote kusini mwa Lebanon. Tumeuliza jeshi la Israel kwa nini waliharibu nyumba ya Joe. Wamesema kuwa makombora ya kuharibu vifaru yalirushwa kulenga wanajeshi kutoka hapo na kuwajeruhi wanajeshi 4. Jeshi lao halijatoa ushahidi wowote walipoulizwa, ila wamesema kuwa wamelenga maeneo kadhaa yakiwemo nyumba ya Elias ili kuzuia mashambulizi zaidi dhidi ya wanajeshi wa Israel.
Israeli imekuwa ikipigana dhidi ya kundi la wapiganaji la Hezbollah baada ya kurusha roketi na ndege zisizo rubani nchini Israel katika kuunga mkono wa Iran mwanzoni mwa vita vya Israel na Marekani dhidi ya Iran. Israel ilijibu kwa msururu wa mashambulizi ikilenga kile ilichokitaja kwa miundombinu ya Hezbollah na kuanzisha mashambulizi ya ardhini kusini mwa Lebanon. Kwa sasa Joe hajui ni lini na iwapo ataweza kurejea nyumbani. Naelewa kwamba kuna vita, pande mbili zinashambuliana, kurushana makombora, ila hatimaye kwa uhakika ni raia wa Lebanon anayelipia gharama. Hali ya Joe na Diana ni kama ya zaidi ya watu milioni 1.2 ambao Umoja wa Mataifa unasema wameachwa bila makao kote Lebanon tangu mzozo huu kuanza. Tukiuke taarifa nyingine sasa, mshukiwa katika tukio la ufiatuaji wa risasi wakati wa hafla ya waandishi wa habari wa ikulu ya White House mjini Washington DC siku ya Jumamosi usiku anatarajiwa kufikishwa mahakamani hii leo. Picha hizi za CCTV zilizochapishwa na Rais Trump kwenye akaunti yake ya Truth Social zinaonyesha mshukiwa aliyekuwa na silaha akikimbia na kujaribu kupita eneo la walinda usalama. Rais na makamu wake wote walihudhuria hafla hiyo. Donald Trump amekuwa akizungumza na mshirika wetu wa Marekani CBS News kuhusu matukio yaliyofuata baada ya maafisa wa kikosi cha ujasusi kumwambia aondoke mezani kwake. Nilikuwa nimesimama alafu nikageuka upande mwingine na hapo nikaanza kutembea tena. Nikawa nimeinama kidogo kwa sababu unajua sikutaka kuwa kama nimesimama hivi nionekane. Lakini nilikuwa natoka nje. Nikiwa nimefika katikati hapo wakasema shuka chini, lala chini, tafadhali lala chini haraka. Papo hapo nilijibwaga chini na pia mama wa taifa alijibwaga. Tusalie katika tukio hilo. Kuna maswali mengi kuhusu lengo la mshukiwa na kiwango cha ulinzi kilichokuwa katika eneo hilo la tukio. Maelezo zaidi sasa na mwandishi wetu Peter Bowes. Wenyeji wa eneo hilo, majirani, wamekuwa wakizungumzia na kuonyesha kushangazwa na kilichotokea, wakimwelezea kama mtu mzuri, amesoma mtandaoni, amejitambulisha kama mhandisi wa mitambo na pia mwalimu, na inaonekana anaheshimika sana katika eneo hilo. Huyo ndiye mtu aliyefanya tukio hili. Wakati huo huo, kuna mjadala mkubwa unaoendelea kuhusu ulinzi wa rais na kama tukio hili linaweza kupangiwa kufanyika upya. Donald Trump amesema kwamba anataka lifanyike ndani ya siku 30. Pia aliongeza katika mahojiano hayo na CBS kwamba angependa kuona ulinzi wa ziada kuzunguka eneo la nje, na hilo limekuwa mojawapo ya ukosoaji unaotolewa sio na rais bali na baadhi ya wachambuzi kwamba huenda eneo la nje ya jengo la hoteli lingepaswa kulindwa vizuri zaidi, kwa sababu bado ni jambo la kushangaza kwa wengi kwamba mtu aliyekuwa na bunduki mbili na visu kadhaa aliweza kufika karibu kiasi hicho na rais. Sasa hii ni mara ya 3 kwa tukio la kuogofya la kiusalama kumkuta rais wa Marekani Donald Trump. Mwandishi wa BBC Tom Bettman ambaye alihudhuria hafla hiyo siku ya Jumamosi usiku anaangazia zaidi kuhusu mshukiwa pamoja na hatua zilizochukuliwa kumlinda rais na wasaidizi wake. Taarifa hiyo inawasilishwa na Peter Mwangangi. Kitengo cha upelelezi cha FBI kilivamia nyumba ya mshukiwa huyo huko Los Angeles usiku. Polisi walimtaja kama Cole Thomas Allen mwenye umri wa miaka 31. Katika mitandao ya kijamii anajieleza kama msomi wa sayansi ya kompyuta na mwalimu. Maafisa wanasema huenda alisafiri kwa treni hadi Chicago na kisha kuelekea Washington DC. Alikuwa amejihami kwa bunduki aina ya shotgun, bastola na visu vingi. Alipokuwa akikimbia kupita kituo cha ukaguzi, maafisa wa kitengo cha Secret Service cha Marekani walimkamata. Na huyu ndiye mshukiwa akizuiliwa sakafuni ndani ya hoteli. Alikuwa akikaa hapa kama mgeni, kumaanisha aliweza kufikia eneo ambalo hafla hiyo ilikuwa ikifanyika. Hapo ndipo vifaa vya ukaguzi vilipokuwa ambavyo alikimbilia kabla ya kukabiliwa na maafisa wa usalama. Maafisa wanasema mara tu rais alipokuwa ndani ya ukumbi huo, maafisa wa usalama tayari walikuwa wameuzingira kwa ulinzi. Ilikuwa ndani ya ukumbi huo wakati vurugu ilipotokea. Ili kufika huko, ilibidi tupite kwenye ukaguzi maalum wa mashine, lakini hatukuonyesha kitambulisho na mifuko ilikaguliwa tu kwa mikono. Tumeona wote waliokuwa wamekaa jukwani katika jifa ya waandishi wa habari wakiondolewa. Rais alikuwepo.
Kila mtu hapa unaweza kuona yuko chini ya meza kwa sasa. Tuliona vikosi vya usalama vikiingia kwa kasi vikiwa na bunduki. Unaweza kuona kwa sasa jukwani kuna vikosi vya usalama vilivyojihami kwa bunduki. Maafisa wanasema bado wanachunguza nia ya mshukiwa, lakini wanafikiri huenda alikuwa anawalenga maafisa wa utawala na pengine rais. Inasemekana Trump alifichwa katika eneo salama na alichapisha ujumbe kwenye mitandao ya kijamii akisema alitaka shughuli hiyo iendelee, ila maafisa wa usalama walikuwa na mawazo tofauti kuhusu hilo. Tumepita eneo linalokaguliwa kwa usalama, kwa hivyo kwa sasa hawawezi kuturuhusu kurudi ndani. Kuna maafisa wengi wa Secret Service na ni watu wachache sana wanaotoka kwenye ukumbi huo. Mmoja wa maafisa wa usalama alisema eneo hili kwa sasa linachukuliwa kama eneo la uhalifu na tunapaswa kuondoka. Kuhusu jinsi anavyotokea hadharani, timu yako kwa muda ilifikiria upya kuhusu matukio ya hadharani. Je, unadhani unahitaji kufikiria tena kuhusu hilo? Hapana. Kwa kawaida haufanyi tu matukio bila kupanga. Siwezi kufanya hivyo. Lazima tufanye. Ndani ya ukumbi kulikuwa salama kabisa. Alitoka umbali wa mita 50, kwa hivyo alikuwa mbali sana na chumba tulichokuwepo. Hii ni mara ya 3 katika kipindi cha miaka 2 ambapo mshambuliaji mwenye bunduki amemkaribia Rais Donald Trump. Wakati wa kampeni huko Butler, Pennsylvania, risasi ilimkata sikio lake la kulia. Miezi 2 baadaye, katika uwanja wake wa gofu huko Florida, Trump alikimbizwa eneo salama wakati mtu mwenye bunduki alionekana akijificha karibu na hapo. Wageni walipokuwa wakiondoka Washington Hilton Jumamosi usiku, maafisa walisema hatua za usalama zilimlinda rais. Rais na maafisa wengine 2 wakuu zaidi Marekani walikuwa katika chumba kilichojaa watu wenye nguvu zaidi wa upande wa kushoto wa Marekani. Maswali mengi yameulizwa kuhusu ulinzi wa kiongozi anayependa kutumia muda wake mwingi hadharani mbele ya umma. Ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya siku ya leo tarehe 28 mwezi wa 4 mwaka 2026. Na basi acha niende kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagula Congo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu ni hakikisha tunakuletea habari sahihi tena za kuaminika, vile vile tena kwa muda muafaka. Na basi acha tukuache na tunakutakia siku njema. Asante.